faida ya uaminifu kwa mtu aliyeokoka. Ni sehemu ya pili ya somo letu, na bado tunasalia kwenye kitabu kile kile cha Luka sura ya 11 ule mstari wa 42, ambacho ndio kitabu kimebeba somo hili, japo kwa leo tutakaa kwa namna tutaegemea kwenye kona ya utumishi. Luka 11:42. Tutaegemea kwenye kona ya utumishi, lakini kule nyuma tulikokuwa tumeanza tulipitia mambo mengi, kugusia kila mahali, kuangalia namna ambavyo aina ya uaminifu ambao nilikaa kwenye nafasi ya mpangilio. Haleluya. Haleluya. Na kuzingatia kile kitu kinachohusika au kile Mungu anacholeta kwenye maisha yako. Mzigo wa Mungu mkubwa ulikuwa kwenye namna ambavyo kile unachokipokea na namna unavyokitekeleza, unavyokitendea kazi. Tulipopita kule nyuma, lakini leo tunasogea mbele kwenye somo letu hili kwenye kitabu hicho mstari ule wa 42, lakini tutakaa kwa namna ya utumishi. Biblia inasema, ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa watu wa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Sasa kwenye somo letu tumekaa kwenye neno adili, upendo wa Mungu. Lakini pia kwenye jambo lingine inasema iliwapasa kuyafanya haya kwanza, yani adili na upendo, bila kuacha yale ya pili. Iliwapasa kuyafanya yale ya kwanza na bila kuyaacha ya pili. Adili na upendo wa Mungu. Luka 11:42. Anaonekana lisahau kabisa. Sasa kwenye kipengele hichi kuna vitu vingi vya kuzingatia. Kuna vitu vingi vya kuzingatia ambavyo ni vya muhimu sana. Kuna vitu vingi ambavyo ni muhimu sana vya kuzingatia kwenye somo letu hili, ambavyo vitatusaidia sana kuelewa. Haleluya. Amen. Vitatusaidia kuelewa. Kuelewa nini? Kwa sababu anaposema usiache haya, mzingatie hayo na hayo mengine ya pili. Okay. Kwa nini nimeunganisha na utumishi? Kwa sababu Mungu anapomfuata mtu kuna mambo mawili. Haleluya. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni utumishi. Jambo la pili ni uzao wa Mungu. Kuna mambo mawili. Nimesema la kwanza ni utumishi, la pili ni uzao wa Mungu. Haya mambo ni ya muhimu sana kuyazingatia, kwa sababu ni mambo ambayo Mungu anaposhuka popote, haya mambo anayazingatia sana. Cha kwanza atawaita watumishi wangu. Cha pili atasema wanangu au uzao wangu. Naye atakuwa Mungu wenu, naye atakuwa baba yenu. Kwa utakuta Mungu na uzao ni vitu viwili vinavyokaa pamoja. Lakini hapa tunapoangalia kwenye somo letu kwenye namna ya hii, tunapoenda kwa namna ya uaminifu, nataka tuangalie kwenye kona ya utumishi. Kwa sababu hii kona ni kona ya muhimu sana kuitazama. Ni kona ya muhimu sana. Utasema kwa nini? Kwa sababu kona hii inampa mtu kudai haki kwa Mungu. Kona hii ya utumishi inampa mtu haki ya kudai kwa Mungu, au mtu kudai haki zake kwa Mungu katika kona hii. Lakini katika kona hii ya utumishi inampa Mungu haki ya kudai huyu mtu nini wajibu wake. Kwa hiyo inampa mlango kwa Mungu na inakupa mlango wa Mungu kuja kwako. Kwa hiyo hii ningesema utumishi ni kama daraja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaenda namna Roho Mtakatifu anavyonisaidia kwenye somo hili. Nitamani kupitia angalia kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 8 mstari kuanzia wa kwanza.
Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao umwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wanitumikie. Wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama, nitapiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Haleluya. Sasa unajiuliza, anamwambia akamwambie Farao kwamba hawa ni watumishi wangu, wape ruhusa. Sio kwa sababu ni wana tu wa Israeli, ila ni kwa sababu ni watumishi wake. Kwa sababu ni watumishi wake. Wape ruhusa kwa sababu ni watumishi wako. Unaweza kuwa na sura tofauti kuhusu utumishi. Sawa? Lakini nafasi ya utumishi kwenye maisha yako ni nafasi ya muhimu sana kuitazama kwa makini. Kwa sababu ndio nafasi inaweza kuunganisha mtu na Mungu, na ndio nafasi inaweza kumtenganisha mtu na Mungu. Ndio nafasi inaweza kumuunganisha mtu na Mungu, na ndio nafasi inaweza kumtenganisha mtu na Mungu. Najaribu kukujengea msingi kwenye somo hili uanze kuelewa. Kama hautaweza kuelewa hili, manake utapomwambia Mungu unajua nimekuja, anasema ni sawa umekuja, lakini kama nani? Unajua Mungu nakufuata kama nani? Ambia nakufuata kama nani? Ambia mtu anaenda mbinguni, ambia sawa. Mbinguni kuna mashindano. Na huwezi kushindania nje na utumishi. Kwa hiyo ili upate kwenda mbinguni kwa njia nyepesi lazima upitie kwenye utumishi. Umeshindwa kwenye utumishi hauendi mbinguni. Si kama mwingine ananielewa? Haleluya. Mungu nimejitahidi, nimejitunza sana. Ambia sawa, unataka kwenda mbinguni? Ndio. Kwa mlango upi? Kwa mlango upi? Maana mlango wa utumishi ndio unakupa nafasi. Angalia kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 20 na wa 23. Biblia inasema, ndipo kwa matunda yao watatambulika. Kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Angalia, wengi wataniambia, hii ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 20. Niko mstari wa 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwadia ninyi, nasema sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Utaona kwamba hawa watu anapoangalia kwenye level hii, anaangalia kwenye level ya utumishi, anawachekecha kwenye utumishi. Sawa? Ngoja nikuongezee mstari mwingine. Labda utasoma mwenyewe kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Utasoma mwenyewe mistari ya kule chini kuanzia 30 tukushuka hadi kule chini. Biblia inasemaje? Nataka kukupa msisitizo wakati naendelea kwenye somo inapoingia huko ndani. Nimesema Matendo ya Mitume sura ya 2. Wakati tunaingia huko ndani ili tusichanganyane, sawa Wakati na kuchanganyia dawa nzuri, usije ukasema dawa sijaielewa vizuri. Na ndio maana wanaweka kile cha kidodoki kizuri ili ukasikia kabaridi kwa umbali. Usahau hata maumivu ya sindano. Biblia inasema huyo Yesu waliyemsulubisha, Mungu amemfanya kuwa nani? Bwana na Kristo. Tuko pamoja? Haleluya. Wewe unampokea Yesu kama nani? Kama Bwana na Mwokozi. Tuko sawa? Tuko sawa? Bwana ni kiongozi wa watumishi.
Bwana ni kiongozi wa watumishi. Kwa hiyo kama unataka kumpokea Yesu, lazima umpokee kuwa Bwana, kisha ukubali aokoe maisha yako. Ila ukubali awe mtawala wa kwako. Sasa kama utakataa kumpokea kama kiongozi, kama utamkataa kwa Bwana, unajua unasema nimekupokea kwa Bwana mwokozi wa maisha yangu, hauelewi unachokisema. Wewe nikupe tafsiri ndogo kwenye somo hili. Bwana maana yake ni kiongozi. Kwa mfano hivi, anakuja boss labda wa kampuni labda tufanye na kampuni na speaker, unaambia sasa ninahitaji msaada kwako, nahitaji fedha. Asema sawa, lakini mimi ni kiongozi, ni mmiliki wa kampuni hili. Ambia sawa, uko tayari kulipokea kama mmiliki? Maana ninachosema, uko tayari kumilikiwa na mimi na kampuni langu? Unasema ndio, napokea huo msaada wako. Manake umempa na unyenyekevu wako na utii wako, umempa na heshima yako yote yeye. Si unanielewa? Atapokuja kwako, hata kuja kama rafiki, anakuja kama bwana wa kampuni hilo. Kwa hiyo unapoingia, anapokuja, unatakiwa ujue sheria za kampuni hilo na namna kuzitekeleza ili muende sambamba. Imetumia tafsiri, mfano umefaa. Kwa unapoenda kwa Yesu, nimempokea kuwa Bwana. Unaposema Yesu njoo, nasema Bwana njoo. Kiongozi njoo. Bosi wangu njoo. Sema. Bosi wako anapokuja, anakuja kuangalia mafaili, anakuja kuangalia agenda alizokuachia, anakuja kuangalia kanuni ambazo natimiza za yeye Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hapo wengi watakwama. Maana nafika mwasema mimi nilikuwa namuita Bwana, ninaye Bwana. Anakuuliza natawala nini kwenye maisha yako? Kama kweli mimi nipo, natawala nini kwenye maisha yako? Na kama mimi ni Bwana wako, anauliza swali, heshima yangu, utiifu wako umeuweka wapi? Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kama unakataa utumishi, unakataa kwamba umempokea kuwa Bwana. Ukitaka uonyeshe ukiri umempokea Bwana, ni lazima ukubali utumishi. Kwa wakati wowote utapofanya kitu cha kuonyesha unakataa utumishi, maana yake unampinga kwamba ni Bwana wa maisha yako na mwokozi wako. Mungu anashangaa. Hallelujah. Hallelujah. Utaanza kuelewa taratibu. Nitaka kusoma kile kitabu cha Malaki. Nitaka kusoma kitabu cha Malaki ile sura ya kwanza. Malaki sura ya kwanza. Soma kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Ngoja nisome mstari. Nianze mstari wa 6. Asema mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi. Mstari wa 6 ninasoma huo. Kama ni bwana wako, unyenyekevu wako na utii wako uko wapi? Malaki sura ya kwanza mstari wa 6. Malaki sura ya kwanza mstari wa 6. Ukianzia kule inaeleza, sasa mimi nitaka kwenye pointi peke yake.
Mnasema mimi siwapenda. Sio nimemkataa, wewe nimekupenda. Sasa ina maana gani kwenye wokovu? Wewe Mungu amekuchagua, wengine amewaacha. Wewe ni kama Yakobo aliyechaguliwa, na wengine ni kama Esau waliokataliwa, lakini wote wamezaliwa kwa wanawake hawa wa Mungu aliowaumba, hawa Mungu aliowaleta duniani. Inapofika kwenye nafasi anaoji. Umaikana unayukafikia. Unaposema wewe ni Bwana wangu, ni Bwana wangu, ni Bwana wangu, ni Bwana wangu. Uonyeshe wewe unamheshimu huyo Bwana wako. Maana unatafuta majukumu na kutimiza yale majukumu. Maana ndio upendo kati ya Bwana na mfanyakazi au mtumishi. Wajitakase na wajitakase. Unaweza kufika mahali ukasikia Bwana mbinguni hauendi. Kwani Biblia inasemaje kwenye Ufunuo? Hakuna kinyonge. Hakuna kinyonge kitachoingia mbinguni. Okay, unyonge gani huo? Unyonge gani? Maana yake wanaopambana, wenye nguvu, wanasema wanauteka ufalme wa Mungu. Wanaopambana wanaweza kushinda. Kushinda nini? Kushinda yale yanayopingana na mapenzi ya Bwana wake. Hawa wanaenda mbinguni, maana ni washindi. Anasema washindi. Anasema kuna taji kule. Tunashinda nini? Kula ugali, kuishi. Ndio unaweza ukaelewa. Ukikaa hapo kwa muda mrefu ukafikiria, afu utaona unaishi miaka mingi, alafu unaenda kuteseka miaka mingi jana. Ukikaa na kuna hii unawaza, unasema kwa kweli hivi nasubiri kwenda mbinguni, alafu natakiwa nionyeshe CV za utumishi wangu duniani. Nitumie lugha hii ambayo tunaelewana eti. CV za utumishi wangu duniani. Wenzetu akina Paulo, Timotheo wa pili, utakuta naeleza wazi kabisa kwamba yeye ameandaliwa taji, ameshapiga vita, ameshashinda, ameandaliwa tayari taji, amepiga vita na mwendo ameumaliza, na imani ameilinda. Ana uhakika, sema natamani kwenda mbinguni, lakini nabaki hapa kwa ajili yenu nikamilishe mambo nayoona ni machache kwenu. Nitakiwa kutengeneza. Alisema kwa sababu ni mtakatifu naenda mbinguni. Nimepiga vita, mwendo ameumaliza, imani nimeilinda. Kumbuka tuko kwenye sema ya utumishi. Akili zako zisihamu. Sisi kaharibika. Bwana, unaweza kufika Bwana, mimi nakufuata Yesu. Mimi nitatembea na wewe Yesu. Ambia sawa. Nimekukubali Yesu. Ni sawa kabisa kama na. Yohana karibu sura 12 mstari wa 26. Kama nani? Oh, nimekupokea Yesu. Sawa, kama nani? Biblia inasemaje mahali pale? Inasema namna hii. Mtu akinitumikia na anifuate. Kwa hiyo kama hataki kumtumikia, asimfuate. Asijaribu kumfuata. Kweli, soma ya kwako au ya 10 Akinitumikia na anifuate. Okay, simama hapo. Kwa hiyo kama hataki kumtumikia, asimfuate. Sasa unasema nataka Mungu tufuatane, tutembee leo pamoja. Anakuuliza, unataka kunitumikia? Mnaangalia sitafuna miguu sije kaimaliza. Fika mahali anaweza kuchanganyika, unaweza kutafuna tapeni. Si wengi wanajua siri hii. Si wengi wanajua. Unajua wewe ni mzabibu, mimi ni mzabibu, yeye ni matawi. Sifa ya tawi ni kuzaa. Halitaki kuzaa linakatwa. Sio kwamba linatakiwa listawi. Hata likistawi, unaweza kuwa Mkristo mzuri sana kanisani. Unaweza kuwa mzuri sana kwa watu wanaokupenda. Na ni mtakatifu kweli kweli. Shida yako haujazaa. Anakatwa. Tena Yesu mwenyewe anakukata.
Ni kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 ule mstari wa 4 na wa 6. Inaeleza. Lakini pale juu anasemaje? Yohana anasemaje? Anasema kila tawi ndani yangu lizaa hulisafisha ili zidi kuzaa. Kwa hiyo hajishughulishi kuweka na mbolea kusafisha tawi lisilozaa. Wewe uko anaelewana hiyo 15 mstari wa 16 nitasoma. Kwa anapoanza kujishughulisha yeye na wewe ni kwa sababu ndani yako. Sasa tunasoma, ngoja tukae hapo kwanza hapo kwenye Yohana ile 12 mstari wa 26. Mtu akinitumikia, kwa anaanza kwanza kutumika, ndipo anaanza kufanya nini? Asipomtumikia asifanyaje? Sasa ndio hapo usema Yesu niongozane na wewe. Twende wapi? Angalia vizuri pale Biblia inasemaje? Inasema namna hii. Inasema hivi. Nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Kwa hiyo wewe nafasi yako na Mungu ili ufike unapotakiwa kuwa, kwanza uanze kutumika, pili uanze kutafuta kuelekea kwake, sawa? Kumfuata. Unapomfuata ndipo atakuonyesha alipo yeye ili na wewe usimame alipo. Angalia pale chini. Anasema hivi. Tena mtu akimtumikia baba atamheshimu. Wakati taratibu. Mungu, mtu asiyemtumikia Mungu baba hata mheshimu. Hata unaelewa maana ya kutokuheshimiwa? Maana yake ni kudharaulika, ni kukataliwa, ni kubezwa, ni kutengwa, ni kuchukiwa. Si mko hapa kweli? Amen. Haleluya. Mtu akinitumikia, kwa ili baba akuheshimu, anasubiri ndani yako kitu kimoja tu, ufuate process ya utumishi. Tumeona kwamba wewe ni msingi, nimekwambia ni daraja, unakumbuka? Kwa kusema nimekupokea Bwana, nimekupokea mtumishi mkuu, mimi ni mtumishi chini yako. Kuna mali imeandika tunampokea Yesu kama mchungaji, kama nabii, kama Mungu, kama nani? Kama Bwana. Je, unafikiri wewe unatembea na Yesu? Ni swali nauliza tu. Maana kuna wakati mwingine mnaulizaga maswali. Mimi nimeokoka, inakuwaje sasa mpaka nafikia hali hii? Na huyo Yesu niliyopokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu yuko wapi? Sasa nakujaga hivi. Twende ile Yohana. Twende tutirike kwenye Yohana 15:16. Biblia inasema, mpe maiki huo. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nani nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Okay. Sio ninyi mlionichagua mimi Yesu, bali ni mimi nimewachagua ninyi kwa upendeleo. Tuko pamoja? Nani nilipowaweka ili mkazae matunda, na matunda yenu yapate kuishi, kudumu, kukaa. Sawa? Ili mtapoenda kumwomba Baba yenu wa mbinguni, ataangalia matunda kama yamekaa. Kama hayajakaa, hata wapa lile mnaloliomba. Tuko sababu? Umeiona nafasi ya utumishi? Sasa ukimwambia leo mtu, mwambie okay, kama unakataa utumishi, umemkataa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nani atakuelewa? Ukaenda kwenye kanisa ukasema nyinyi mmemwacha Yesu, mmemkataa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wenu, mmekataa ile amri na ule ukiri wenu, kiapo chenu mmekikataa, mmekipinga. Ufikiri mtu atakuelewa? Hawezi. Fika mara sema hapana.
Mimi nilikiri kabisa, mimi nimeokoka. Sawa, umeokoka. Nilikiri kuwa Yesu ni kiongozi, mtawala wangu wa utumishi wangu, kisha mwokozi wangu. Sasa angalia maneno mawili haya, Bwana na Mwokozi. Tuko pamoja? Sasa hivi nikuulize, ili kiongozi ili akusaidie unatakiwa ufanyeje? Uwajibike, sasa hivyo. Kwa hiyo hakuna wokovu bila kuwajibika. Na usidai, huna sifa za kudai wokovu bila kuwajibika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilikuwa namna nikae hapo. Unafikiri ni mara ngapi umemkana Bwana? Mara nyingi. Mara ngapi hataki kukujibu majibu yako? Kwa nini Yesu namtafuta kwa tochi wakati amesema atakuwa pamoja naye mpaka ukamilifu wa dahari? Kwa nini haonekani? Unamkana kila siku. Sasa utapofika mahali unataka kutembea naye, anasema kwanza watu wanataka kutembea naye. Niliwaambia siku moja, nilikuwa nafundisha hapa, nikasema hivi, jambo la kwanza, kuwa na Mungu ni jambo jingine, kumpata Mungu ni jambo jingine, na kutembea na Mungu ni jambo jingine. Niliwaambia namna hii. Watu wanafikiri kuwa na Mungu ndio kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu ndio kuwa na Mungu. Anaweza akatembea na wewe na asiwe tayari kuwa na wewe. Hiyo unajua Mungu ana huyo aliyemwita Samson, alikuwa naye kwenye mapambano kwa ajili ya Israeli. Lakini alipoenda kwenye ukahaba kule, Mungu huyo yakuwa naye. Alikuwa anashuka mpaka Wafilisti waje. Anatembea naye wakiwepo Wafilisti. Wakishatoka Wafilisti ana mpango naye. Ataenda huko, kumfanyia, ataenda kwenye uzinzi huko, hana mpango naye. Kuna watu wanajiulizaga maswali sana. Inawezekana ni miongoni mwao. Unajua Mungu ananitumia. Unajua Mungu ananisaidia na ponya wengine. Lakini nina uchafu ambao ndani yangu hautoki. Kuna uovu ndani yangu hautoki. Nakosea kosa lile. Na kosa hili najua Mungu hawezi kustahimili. Inakuaje huyu Mungu anakuwa pamoja na mimi kwenye utumishi, lakini hawi pamoja na mimi, manake hawezi kustahimili kwenye uovu wangu. Angalia unapomwita kwenye mambo yako binafsi, ili ashuke kwenye mambo yako binafsi mpaka afike mahali aone litasababisha ufe, kwa hiyo atakosa chombo cha kutumia. Utaelewa. Unafahamu kuna tairi la spare? Unafahamu wewe? Alitumiki lile mpaka nipate pancha lingine. Unajiuliza kama Mungu kweli alikusudia yote, kwa nini amefika hapo? Maana kuna mtu haelewi. Anaweza kafika mahali ukawa mwanafunzi wa Yesu, ukaishi naye vizuri, mkamaliza pamoja, lakini ukawa mtumwa wa wale watumishi watu. Mlikuwa darasa moja, mmesoma chuo kimoja, miaka 3 pamoja na Yesu na wengine na kina Petro, kina nani. Wewe unafika mahali unakuwa mfua nguo wa yeye ambaye mlikuwa pamoja kwenye darasa lile, mlisoma kitu kile. Sema vizuri Biblia yako utaelewa. Watumishi wengine, mitume wengine walibaki kuishia kuwatumikia wengine. Wewe kaangalia vizuri Biblia yako. Siwezi kutaja, wewe kaangalia vizuri kwenye Biblia yako. Kaangalia vizuri. Ni mitume nao ndio wanasaidia. Mna CV moja lakini unakuwa mtumwa wa mwenye CV yako moja. Nisema hivi,
Mungu kama hawezi kujihakikisha wewe mbele yake, na yeye hawezi kujihakikisha kwako. Kama hawezi kujihakikisha wewe mbele yake, na yeye hawezi kujihakikisha kwako. Hapa ni mavuruga vizuri eti. Ndio. Ngoja nianze kuwapangilia sasa. Ngoja nianze kuwapanga vizuri. Mara sasa Mungu inakuaje? Nakwambia inakuwa namna hiyo hiyo. Kuna wakati anapita nakuta wote wanakufa, ndipo nakutafuta, nakuta umefika umepita mahali mpaka unaona kabisa maisha yanakata. Sasa nitamtumia nani? Huyu ndio nilie naye. Anasema na boko. Unaanguka unainuka. Unafika mahali anataka kuzama, nimekuja. Wewe Mungu nataka kuzama, ulikuwa wapi mpaka nataka kuzama kabisa? Umeiangalia namna ambavyo umejipanga kushughulikia mchakato wa utumishi wako? Umeiangalia kile kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza ule mstari sio anzia wa 9. Wa 9 unasemaje? Wakolosai 1 mstari wa 9 unasemaje? Au hakuna kwenye Biblia yako? Mstari wa 9 Biblia inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Sioma kwanza hapo. Hawaombi wawe na upako. Anaomba waweze kuwa na maarifa ya kuelewa wito wao. Rudia kusoma. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia kwamba mmeokoka, mmepokea Bwana, hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu. Wanaomba maombi na dua. Kuna maombi na dua ni vitu viwili tofauti, ila wenyewe ni vyote ni mfumo wa maombi. Hii maombi yanasemaje? Kwa ajili ya nini? Ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mapenzi, maarifa ya rohoni ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu nini? Ni kujenga ufalme wa Mungu, kutumika. Sawa? Ndio mzigo ametuma wanaomba alipotoka. Wamempokea Yesu Bwana mwongoza maisha. Waelewe kwamba hiyo nafasi ya ubwana. Mapenzi yake maana yake kwenye utawala na ratiba gani? Shuka mstari wa 10. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Rudia tena. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Simama Bwana. Amesema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Mungu. Kwa Bwana. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kwa lugha nyingine, tafuteni nafasi ya utumishi wenu na kujua na kujiandaa kutumika kama vile nafasi yenu inavyotaka. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mtafute ofisi zenu na majukumu yenu kwa Bwana. Sogea mbele kidogo. Mtaelewa watu. Mkimpendeza kabisa. Simama. Mnapotafuta wao wajibu, muhakikishe anapendezwa huyo Bwana. Yaani bosi wenu apendezwe nao. Utumishi wenu apendezwe nao. Mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Mkizaa matunda, utumishi wenu sio wewe utumishi peke yake. Lakini unaofanya nini? Unaoza. Kule tuliona kuna kukata matawi na nini? Nini narudia vile. Ndio. Sagambe. Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Acheni kutumia akili zenu, tafuteni kutumia maarifa ya Mungu. Sasa nimesema hapa nitakupanga vizuri sasa. Si nimekuvuruga? Nitakupanga vizuri. Na somo letu linagusa habari ya upangilio. Sawa? Upangilio. Umaika ukafikiria hatua ya utumishi wako au hatua za utumishi wako. Umaika ukafikiria hatua za utumishi wako. Hatua za utumishi wako. Hatua za utumishi wako. Si watu wengi
wanaweza kufika mahali wakaanza kufikiria na kumwomba Mungu kutafuta hatua za utumishi wao. Hatua za utumishi wao. Wale wengine wanasema zile lugha za zamani za kule nyuma mlikuwa nasema omba Mungu akuonyeshe mapito yako. Wengine walikuwa wanatafsiri mapito kama mateso yao. Lakini lazima ujue hatua zako za utumishi wako. Lazima ujifunze kuomba. Nitakwambia kwa nini. Jifunze kuandika hilo neno. Usipoliandika hautaelewa. Zile hatua ukianza kuzijua zinatengeneza maandalizi na wajibu wako. Yaani ukishaomba Mungu akaanza kukufunulia zile hatua, utakuta kule ndani unaweza kujiandaa na inawezekana ukajua wajibu wako. Sasa katika hizi hatua zinakuwa tofauti tofauti. Sasa na mtu ambao Mungu amempa. Sawa Cha kwanza unajua Mungu atakuita kama nani? Sawa? Cha pili unajua kama unatakiwa utembee na Mungu kama Bwana. Sawa? Uwajibike kama nani? Mtu na bosi wake. Si Bwana? Bwana ni mtawala. Mtawala anapokuja anaangalia nani amekusanya nini, nani amefanya wajibu wake. Sasa angalia kwa mfano hivi. Mungu ametoka anakuja kwako, labda Esther. Anakuja kwako. Ni lazima atakapofika kwako atahitaji kuangalia kitu gani ambacho umefanya ulichotakiwa kufanya na ulivyotakiwa kufanya. Sawa? Atapoanza kuzungumza, atazungumza kwa sababu ya nafasi ya utumishi wako aliyokuwekea. Kwa hiyo ili muelewane, mtaelewana sawa sawa na situation ulionayo, yani namna ambavyo uko kwenye nafasi hiyo. Sasa kwenye hizo hatua kuna vitu ambavyo lazima ujue. Maana kila hatua ina jaribu lake, kila hatua ina mtihani wake. Hiyo hatua kila hatua ina baraka yake, na kila hatua ina utukufu wake na muujiza wake. Unaona? Kila hatua. Lile kuna somo moja tulipitia lile la wana wa Israeli kutoka ile safari kutoka kule, tukaanza kutafakari kitu kimoja baada ya kingine. Tukaangalia Meriba, tukaangalia kwenye mitende, tukaangalia pale kwenye tukapita huko. Sijui kama wanalikumbuka hata kulikumbuka lile somo. Sasa angalia. Sisi tunataka kumtumikia Mungu, lakini hatutafuti kujua niko kwenye wakati gani na nahitaji kwenda wakati gani. Niko kwenye wakati gani na ninatakiwa kwenda wakati gani. Ni kweli nataka kuishi na Mungu, ni kweli nataka kukaribia Mungu, lakini niko kwenye wakati gani? Sasa unakuta wakati wa kicheko unalia, wakati wa kilio unacheka. Haleluya. Ukimuuliza Yesu atakwambia hivi, kuna wakati wa kuwa na familia, kuna wakati wa kutokuwa na familia. Sasa unakuta wakati wewe kukumbatia familia, wewe ndio unawatenga familia, na wakati wa kuwatenga familia, wewe ndio unawakumbatia familia. Au hujanielewa? Eti mpendwa, hujanielewa? Wakati wa kukumbatia familia ni wakati Mungu tayari ameshafanya njia kwa ajili ya familia. Hayuko tayari kuhukumu kwa ajili ya familia. Ameshafanya upatanisho kwa ajili ya familia. Wakati Mungu anataka kwenda kuhukumu familia, anatakiwa asimame mmoja kwa niaba ya ukuhani mbele za Mungu na aitenge familia ili asimame kwa Mungu kwa niaba ya familia. Na awe tayari kushika fimbo kwa ajili ya familia. Fikiria unachapa familia yako. Ukiwa ndani ya familia, Mungu atakuangamiza wewe pamoja na familia, kwa sababu hakuna mpatanishi kwenye familia. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa nataka angalia ulipokuwa unaombea utumishi wako, ulipokuwa unapewa maarifa ya Mungu ya utumishi wako. Je, ulizingatia haya? Umeanza kufuatilia hatua? Maana zingine ni hatua ngumu, sio nyepesi.
ni ngumu, sio nyepesi. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu ni hatua. Ngoja. Mungu anaonekana kwako sawa sawa na hiyo hatua. Kwa hiyo unaweza kufika mahali ukafikiri Mungu ulioonana naye kwenye hatua iliyopita na sasa ni Mungu mawili tofauti. Na watu wengi huwa wanafikiri Mungu amenisaidia, alikuwa ananionya, anatembea na mimi mpaka nimefika hapa. Sawa? Lakini kumbe kuna hatua nyingine, yale maonyo anasahau kabisa, anaingia kwenye maonyo mengine. Haleluya. Kwa kila hatua Mungu anapokuja atajifunua sawa sawa na ile hatua. Kwa atakuadhibu sawa sawa na ile hatua. Hapo Wakristo wengi hawapendai kusikia. Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Sawa, ni wa rehema. Anaitwa nani? Bwana. Nani? Bwana. Anaitwa nani? Simba wa kabila ya Yuda. Hivi kweli, hivi kwa akili zetu kabisa. Umai kuta simba yuko kubembeleza chochote? Hapana. Anaitwa Bwana wa majeshi. Hivi Wakristo akili zetu ziko sawa kweli? Hivi unamuita Bwana wa majeshi, kiongozi wa majeshi, aje akubembeleze. Hivi kweli utakuwa nazo? Yaani na mavazi yake na silaha alizo nazo aanze kubembeleza na zile silaha. Hivi inawezekana? Hivi kwetu tunakuwa na akili sawa sawa pendo wangu? Unajua tunapomtafakari nafasi za Mungu, hatumtafakari kama tunakurupuka tu, tunabeba namna hiyo, tunazoana tu. Kwa hiyo nisikupotezee, nasema Yesu ana nafasi yako, utumishi wako, mpangilio kwenye utumishi wako ndio unaomuhudhurisha kwenye maisha yako. Unasababisha hudhurie kwenye maisha yako. Unasababisha uhusike kwenye maisha yako. Hapo ndio itaeleweka. Anahusika, anafanya nini? Itategemea wewe umetengenezaje mazingira yako. Sasa ukiangalia watu wengi tunawekeza tumpende Mungu, tumpendeze Mungu, sawa? Lakini tunampendezesha kwenye nini? Kwa mfano, wewe hapo unatakiwa kumtumikia Mungu wewe, sawa? Sio unasema kila siku. Lakini umai judge ukaangalia ni nani anatakiwa kujikosoa. Umai kaa kujikosoa kwenye utumishi wako na kutafuta makosa yako kwenye utumishi wako. Amesema mpendeze, maana yake uhakikishe unampendeza. Sasa hivyo. Umai kaa ukaangalia kwenye utumishi wako ni kiasi gani unatafuta udhaifu wako na makosa yako ili aweze kupendezeshwa na wewe. Okay. Unamfuataje kama hauko tayari kumpendezesha? Si ni Bwana? Jitihada ulizonazo, kwa sababu yeye anapendezwa na utumishi. Tuko pamoja? Anavutiwa na utumishi. Yaani utumishi ndio unaomvutia na kumfurahisha na kumkasirisha. Kwa hiyo wewe unapoanza kutafuta utumishi, huwa unafanya nini? Huwa unatafuta sifa, kujiboresha, kujikosoa kule ndani na kuongeza bidii. Mwenye asema Mungu nipe msukumo. Wewe sio gari au toroli, ni mtu anayejitambua. Akisha kusukuma ondogewa. Msukumo akupe. Hawezi. Anakupa nguvu, msukumo utajisukuma mwenyewe. Hili msukumo, sawa. Hiyo maika ukafanya huduma au Mungu akakupa kitu kufanya cha Mungu na ukakitafakari kama hiki kitu kinampendeza yeye, na kama hakimpendezi, je, mimi kinanipendeza? Kwa sababu kama wewe huvutiwi, yeye anavutiwaje? Sasa chakacha kwenye utumishi wako. Kwenye utumishi wako huja upiga makeup, hujaweka na maua kule ndani, afu nataka vutiwa, na vutiwa naje? Naona pigwa makeup. Haleluya. Nunua makeup zinapatikana kwa upiga utumishi makeup. Unakutana watumishi wako kama nyanya.
Yaani anavyotumika huyu na huyu ni sawa tu. Wote wanatakiwa kupima kwenye mafungo, hawezi kuuzwa moja moja. Umeika kutafuta kitu cha ziada kwenye utumishi wako kuliko mwingine. Cha ziada. Cha tofauti. Si ni kipawa alichokupa Mungu ni cha pekee yake, umeitafuta utofauti wako ndani. Ili uboreshe Mungu aone nafasi yako. Asema hakika wewe ni Daudi tofauti na Sauli. Wote ni watumishi wa mafuta. Lakini kuna mmoja anaitwa Sauli, kuna mmoja anaitwa Daudi. Nataka angalia namna hii. Unaweza kutumika pamoja. Mkakaa pamoja. Lakini nataka angalia wewe una uchakachaji wa utumishi wako. Anapokupa Mungu rasilimali, kumbuka niko kwenye mpangilio na kukupanga wewe. Tafuta zile kwa namna ya kuboresha utumishi wako. Unajua wengine wanaenda, utafikiri wanyama. Ukipiga filimbi wanakimbia wote. Wanaenda kwa kuambia. Imani nimefungua geti. Umekaa namna hii ukaangalia step zako za utumishi wako. Haleluya. Umeangalia namna hii. Ni kweli inatumika. Lakini ndani ya maarifa ya Mungu ninayotakiwa, na je, haya maarifa ya Mungu ninachoenda kufanya kina Roho Mtakatifu, neno lako kitaweza kufikia vigezo vyenyewe ambavyo vitasababisha Mungu mbinguni aseme kwa kweli huyu ametumika? Au unaenda kwa sababu wengine wanaenda? Ndio maana nasema kama mbuzi, kama wanyama. Kipiga filimbi wote juu. Wewe hujaiona namna hiyo, umefika mahali unasema kwa kweli natamani kwenda kuhubiri injili. Lakini hakuna aliyeniambia, baba hajaniambia nikahubiri, Mungu hajanipa nikahubiri. Hujaifikia namna hiyo. Sijaona maono ya kwenda kuhubiri. Umeisema kwenye Biblia nasema mpaka uone maono ndio kuhubiri. Enendeni. Hajaweka limit. Wewe ndio unatakiwa utafute uende kuomba tena kwa Bwana. Mungu nikumbuke. Akukumbuke kwenye nini? Umekaa namna hii, umekaa unasikia kabisa kuna wakati yani hapa sijafanya maombi ya kipekee, lakini nifanye maombi, lakini hakuna shida. Kumekuwa na tatizo labda nimefanya. Ina matatizo kubwa. Lakini ndio unasikia ningefanya maombi mazito. Unasubiri kengele ipige. Haleluya. Hujaikaa namna hii. Unaona kabisa kuna watu kwa kweli hao wanapata shida. Hawa hamjui Mungu kabisa hawa. Yaani akili zako na moyo wako inakubaliana kabisa na roho, hata kama ndani yako na Roho Mtakatifu, unaelewa kabisa kule ndani kabisa hawa watu hawana Mungu kabisa bwana ya kwao. Alafu lakini Mungu hajaniambia watu niwabadilishe. Hajaniambia. Unajua hajaniambia niwahubirie. Sasa wahubiriaje? Unajua hajaniambia Mungu nikatembee nyumba kwa nyumba. Sasa ninafanyaje kwenda kuambia? Hata mtumishi unakuja kwangu na naambia unajua mtumishi, yani mtafrani kwa kweli unahitaji neema ya Mungu. Yani pale watu hawana Mungu, unajua. Unajua kanisani kwetu watu hawamjui Mungu kabisa. Sasa unataka mimi niende nikufundishe wewe na nikawafundishe na wao? Maana mwingine anasema mtumishi haiwezekani, sisi sio wanyama. Nenda kaangalie. Yaani utofauti wa mnyama na mwanadamu ni akili. Yaani utofauti wa mwanadamu na mnyama ni nini? Akili. Na utu. Ukiona na akili zako hazipo, wewe ni mnyama tu.
Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kumbuka, mtu mwenye utumishi ndio mwenye wajibu kwa ajili ya utumishi. Hakuna mtu mwingine mwenye wajibu kwa ajili yako, ni wewe. Kama wengine watatoa rasilimali, watakuombea, watakubeba vyovyote vile, lakini anayetakiwa kutumika ni nani? Ni wewe. Ukigoma wewe, hata Mungu angejaribu haiwezekani. Na ndio maana angalia namna ambavyo unapitia vitu vyote vinavyohusu utumishi wako. Vitu vyote vinavyohusu utumishi wako. Vitu vyote. Sekunde kwa dakika. Hivyo. Kama unavyofuatilia Milo. Haleluya. Sasa hivyo, kama unavyofuatilia Milo au unavyopangilia kuvaa nguo, hauvai ya ndani nje au ya nje ndani. Hata utumishi unatakiwa kupangilia namna hiyo hiyo bila kukosea. Au kuna siku mnageuzaka hamkosea aje? Sasa unasema mimi Mungu sielewi. Sio kwamba uelewi, ila hutaki kuelewa. Mungu hajanisukuma yani. Nataka kusukuma. Kama toroli. Hajasema wewe Mungu amekufunulia chochote. Mbona muulizani wewe shetani hajakufundika chochote? Unajua? Hajasema chochote. Na Mungu anasema wewe hujasema chochote. Amesema ukimuita ataitika. Hajasema ataitika afu wewe ndio muitake. Kanuni umuite kwanza. Wewe umeanza kanuni ya kuitika Mungu bila kuitwa. Sasa hizo kanuni zinatoka wapi? Kuna wakati ukae kwenye nafasi yako kabisa. Chambua kwenye ngazi ya maombi na chambua kwenye utumishi wako. Chambua vizuri kabisa. Vizuri kabisa, kimoja baada ya kingine. Yaani kwenye kipengele kimoja, kichambue kimoja baada ya kingine. Naanza kukiombea na kukifuatilia. Sasa wewe unaomba uone matokeo. Alafu unaenda kumuuliza Mungu, mbona sioni matokeo? Wakati ninayeomba ni wewe. Muulize nani? Ujiulize wewe. Kwa nini uone matokeo? Ukiona upati majibu kujiuliza, chukua maombi yako yafananishe na neno la Mungu. Iulize Biblia. Maombi yangu yanafanana na rangi hii. Je, Biblia unasemaje juu ya maombi haya? Huwa anajibu, hajibu. Mungu, unajua, umenyamaza sana. Sasa inawezekana wewe unayesema umenyamaza sana, wewe ndio umenyamaza. Haleluya. Amina. Haleluya. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atusikia, na haja zetu tunazo. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Hebu soma haraka huko. Nisije nikani maelezo ya kwangu huko. Na huo ndio ujasiri tulionao kwake. Ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake utusikia. Na kama tukijua kwamba tusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Wewe unapoomba, wewe unatafuta mapenzi ya Mungu, mapenzi yako. Unakurupuka huko, unataka kutimize miamko yako na tamaa zako, alafu unataka Mungu aanze kukujibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Kutoa hasira kwa lugha yenu unasemaje? Kisa anasema kufukario hicho. Kwa Kimarira anasemaje? Kwa hivyo hasira. Umekwaza huko, shetani amekudunda kwa ujinga wako. Wewe mpenda vipi? Una shida gani? Haieleweki. Mungu tazama
kutazama. Kwani una siku ya kutazama? Kuna siku ameacha kutazama. Haleluya. Amen. Umekurupuka namna hii. Unasema Mungu umeniacha. Toka lini Mungu akamwacha mtu? Jiulize wewe uko wapi? Maana alipokuja alimuita Adam. Alipoitika akamuuliza uko wapi? Sio kama alikuwa muone, alikuwa muone kwenye nafasi yake ile kutoka. Nilijificha niliposikia sauti yako. Kwa hiyo umetenda dhambi tayari. Umekula tunda. Nilikuwa uchi. Nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Mimi nimekwambia nilipokuokoa kuna siku una aibu au uko uchi. Nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Ajenda ya uchi umetoa wapi? Sio maisha vizuri maswali Yesu alikuwa Mungu alipokuwa anamuuliza Farao. Unajua niko uchi? Sawa. Nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Hiyo taarifa umeipata kwa nani? Unajua tu kuna wakati mwingine muelewi. Nacho nikisema hiki. Hivi hujaona kuna mahali umekaa unahisi umeanguka dhambi? Wakati hujatenda dhambi. Amina. Umeanguka dhambi alafu hujatenda dhambi. Una hatia ya dhambi wakati hujatenda dhambi. Ukienda namna hiyo ukikaa ukijitafakari, unahisi wewe ni mwenye dhambi na Mungu amekuacha wakati yeye hajakwambia amekuacha. Alafu unasimamaje mbele zake? Hivyo najua watu ambao akiwa anahisi amefanya dhambi, wao wanakuwa waongo. Wao wanakuwa wanasita. Ni watu wasioaminika. Ni waoga. Si watu wanaowajibika. Ukishaona mtu ukimwambia anafanya hivi ndio kuna dhambi ipo hapo. Hata kama hajatenda dhambi lakini wazo la dhambi liko ndani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikujiuliza nimekula tunda gani? Ni tunda gani Mungu alipokuwa ananiita kwenye utumishi ambao nimekula aliambia nisile? Nataka nipitie huko ndani taratibu mwenyewe. Kajipitie. Mungu alinikosoa. Mungu hataki kukosoa, jikosoe kwanza wewe. Yeye akija atakuja kuhukumu. Si kukosoa. Kwa nini? Kibali cha Mungu akisimama na watu, angalia nafasi ya watu. Leo hii huwezi kujijaji toka asubuhi ni wajibu gani wa Mungu uliowajibika kwa usahihi. Alafu unatafuta wajibu wako badala ya kwanza na wajibu wa Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Amesema tafuteni kwanza maisha yenu. Wewe toka asubuhi kichwa hicho kimekuanguka mpaka kimechubuka kwa sababu ya maisha yako. Yaani unawaza mpaka kichwa kinachubuka na kuanguka ndani. Alafu yeye amesema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Wewe unakisugua kichwa chako kwa ajili ya maisha yako kwanza. Tuko pamoja. Mungu sema kitu anasemea wapi? Haleluya. Amina. Niambie mpenda wangu. Mungu nibariki nikumbuke. Anasema wewe mwenyewe hujanibariki. Umepanda baraka, univuna baraka. Sasa unataka Mungu akubariki wakati hujambariki. Umembariki wapi Mungu? Yaani wapi Mungu amependezewa na wewe? Wapi Mungu amevutiwa na wewe? Wapi Mungu? Ili na yeye akuvutie na wewe. Baraka. Wewe umembariki. Ibrahimu alipombariki, Mungu naye akambariki. Mwanzo 12 inaeleza. Hata ile 14 inaeleza. Alipotoa akambariki. Akasema kutambua ni Mungu wangu. Angalia. Yakobo alipombariki Mungu na Mungu naye akambariki kwa Labani. Sio ndio? Amen. Afu anasema Mungu akubariki, wewe umembariki wapi? Sio unataka kuvuna ambapo hujapanda? No. Fanya
umetumia imani yako zaidi ya jitihada zako ili utokee muujiza. Hapana. Unatumia imani yako kwa uvivu. Wewe unategemea muujiza. Unakuja. Hai inaeleza jifunze kuyapangilia kwenye utumishi na kutengeneza mtazamo huu. Utakusababisha uanze kutazama utumishi na kuangalia ni vitu gani vinafaa kwenye utumishi wako. Kwa sababu nimekuambia utumishi ndio daraja la Mungu kuja kwako na Mungu kuondoka kwako. Yaani ndio itasababisha akae au aondoke utumishi. Ukivuruga hata kama ulikuwa naye anaondoka, ni daraja lako la utumishi wako anaondoka. Ukikaa vizuri kwenye utumishi wako itakuwa daraja, atakuja hata kama alikuwa hataki. Angalia kule ndani. Tunafikiria. Maana kile kitu mtu anatakiwa kuwajibika mwenyewe. Anatakiwa kuangalia mwenyewe. Anatakiwa kutembea namna hiyo mwenyewe. Anatakiwa kusimamia hilo mwenyewe. Unafika mahali hata uelewe. Umetumika vibaya vizuri potelea mbali nimeshamaliza kutumika. Nakaa siku nzima, masaa 12, hakuna ajenda ya kumtumikia Mungu mpaka jioni. Au nasema Yesu niko na wewe. Wewe uko naye wewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapenda wako. Unasugua kichwa chako kwa ajili ya maisha yako, yeye anataka kusugue kichwa chako kwa ajili yake. Unajua wakati mwingine sherehe tunafanyaje? Yesu amefanya na amekununua eti. Amekununua Umenunua gari au anatumia mwingine? Yeye ananunua gari anachukua na kutumia kwenye maisha yake mwingine. Anakula lao mwenyewe. Yeye amekununua ili upate raha zako. Ananunua kwa damu yake. Amekununua Ananufaika na kununua. Ejo tena wangu. Kununua mwingine, raha mwingine. Inakuja bali? Hapana. Mungu